Kama vile mtumishi mwenzangu ndugu Dennis ametoa summary kidogo ya mambo ambayo tumesoma kwa majuma haya mawili. Nataka pia kutaja mambo machache kuhusu familia ili ya kwamba tuweze kufunga mkutano huu. Kwa hivyo karibuni sana tunaposoma mambo machache kuhusu familia zetu. Tuombe tena tunapokaribisha uwepo wa Mungu. Asante Mungu wetu kwa ajili ya wema wako. Umekuwa nasi kwa majuma mawili na tunashukuru ya kwamba tunaelekea kumalizia jioni hii mkutano huu wa neno lako. Naomba Roho wako atuwezeshe kuyashika machache yale ambayo tunaweza, ili yaweze kutufanya tukue katika maisha ya imani tunapongojea kurudi kwa mwanao Yesu mara ya pili. Roho wako atawale moyo wa kila mmoja wetu katika jina la Kristo Mwokozi wetu. Amen. Juma nzima na majuma yote ambayo yamepita tumegusia mambo kadha wa kadha katika familia zetu. Ningependa kwa ufupi niweze kuleta habari hiyo ili ya kwamba iweze kuwa baraka kwa maisha yetu na safari hii ya imani. Nilianza kuzungumza na wazazi, kawaambia wazazi wenzangu, kama tumeingia katika ndoa tukubali kwamba tumeingia. Ukishaingia katika ndoa hakuna tena kutoka, hakuna kwenda kulia, hakuna kwenda kushoto. Kwa hivyo ndoa ni mahali ambapo Mungu huchukua mioyo miwili ya watu wawili na kuichanganya katika kikombe. Ni kama vile unavyochukua uji alafu unaweka sukari, alafu unakoroga, alafu unakunywa. Uji, sukari iko kitu moja hapa, sasa unakunywa. Kwa hivyo ndoa huwa inachukua maisha ya watu wawili, mwana yakoroga pamoja, Mungu anafanya muujiza. Hii ndio sababu wapendwa, ndoa ni muujiza wa Mungu. Kama hujaelewa hivyo, uelewe. So Mungu anapokoroga hawa watu wawili pamoja, basi wanatoka wakiwa mwili mmoja. Kwa hivyo inahitaji waweze kuishi katika umoja wa hali ya juu sana. Waweze kuishi katika umoja kwa sababu wao ni mwili mmoja. Si rahisi unapochanganya sukari na uji, uweze kunywa sukari kando na unywe uji kando kwa hicho kikombe. Ni ngumu sana, pia itakuwa ni miujiza mingine. Kwa hivyo kama umeingia kwa ndoa, ujue kwamba umo ndani, muendelee kabisa na kusafiri pamoja. Na tukasema mambo yanayowezesha wazazi kukaa pamoja ni kuhakikisha mnalinda umoja wenu hata kama itawagharimu nini. Msikubali mtu aingilie ndoa yenu, na sisi tusiingilie ndoa ya watu wengine. Usikubali hata wazazi wako kuingilia ndoa yako. Kama umeamua kijana, kama umeamua kuoa, ujue Biblia inasema, msomaji, Mwanzo 2:24 inasema ati mwanaume atamwacha wazazi wake na unganike na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Soma tusikie habari hizo. Kitabu Biblia inasema Mwanzo 2:24 na 4 inasema kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, yes, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Nao watakuwa mwili mmoja. Hilo ndilo kusudi la Mungu katika ndoa. Kwa hivyo saa zingine kama mtu anaingia kwa ndoa kabla hajaelewa, huenda ni balaa sana, ni balaa sana. Vizuri tuelewe siri ya Mungu. Kwa hivyo
Sisemi kwamba umewachukia wazazi, hapana. Biblia inaposema uache wazazi uunganike na mke wako, haisemi ya kwamba unawachukia wazazi wako. Kuna mafungu mengi pia katika Biblia yanayotushauri tuwaheshimu wazazi wetu. Waefeso 6:1-3 inaambia sisi watoto tuwaheshimu wazazi wetu. Kwa hivyo Biblia imaanishi unapoachana na wazazi na kushikana na mke wako ni ya kwamba mnawatupa wazazi na kuwadharau. Hapana. Heshima ya ndoa ni wakati unapooa na unakaa vizuri mahali pako. In fact huwa tunashauriwa mtoto anapooa, kama wale watoto wangu sasa wanaoa, huwa anawatoa kwa boma na waambia muwezi kaa hapa, hatuwezi kaa hapa pamoja. Wewe enda kaa huko, na wewe enda kaa huko kwako. Yaani hatukai pamoja na watoto wangu ambao wameoa na kuolewa. Mwingine hako huko mpakani Tanzania, mwingine hako huko Cherangani huko karibu Pokot, mwingine hako huko Mtwapa Mombasa, mwingine hako wapi, yani wako mbali. Ili siku ile wanasema twende kusalimia baba na mama, wanakuja kwa kishindo na tunafurahi. Mara nyingi mtoto akioa alafu anakaa hapa na wazazi wake, mara nyingi sana mama mkwe na mke ya kijana wanaanza kugombana huko jikoni, wanaanza kugombana, alafu unakuta kesi zimeanza, which is not good. Kwa hivyo huwa tunashauri vijana mkioa, wazazi pia, kijana wako akioa, kijana huyu wako wa kiume, hakikisha umemwambia aenda akae kando, ndio ndoa yake, na yeye aweke misingi yake, na wao waweke msingi ambao unatakikana katika ndoa yao. Walinde umoja wao katika ndoa, ili wasije wakalaumu wazazi kwamba ninyi mmehusika kwa kuleta tatizo kwa ndoa yetu. Haitakikani hivyo kabisa. Kwa hivyo vizuri sana vijana mwelewe mambo ambayo inatakiwa tuyafanye wakati ambapo tunaingia katika ndoa. Ndoa tulisema kwamba watu wawili wanapokutana wanaongea mpaka wakubaliane. Wakishakubaliana ndio sasa wanaanza safari ya maisha. Wakishakubaliana kabisa, waongee kabisa, wakubaliane, waulizane maswali ya kutosha. Kuna wengine mliingia ndoa bila kuulizana maswali. Sasa ndio maswali imeanza kuulizwa saa hii. Ndio mumeanza kuulizana. Na kuulizana maswali, mnakuta mnakorofishana. Maswali yenu yanaleta mkwaruso. Lakini mungeulizana maswali, usually maswali yanapendeza sana kuuliza. Nivaide nikiangalia listi ya ile maswali niko nayo, ni maswali 100. Kabla mchaingia kwa ndoa, ulizana maswali kama 100, ili ya kwamba mjibu sehemu zote za maisha vile yako, and then mkienda itakuwa rahisi kupambana na maisha. Hata shida ikitokea, mnasema si tuliongea tutafanya hivi, mnakumbushana, si tulikubaliana kabla hatujaishi kwamba shida fulani ikitokea hivi tutafanya hivi, jambo fulani likitokea tutafanya hivi. Inatakiwa waongee. Maybe wale mna bahati ni vijana ambao mjaoa na kuolewa, sasa ninyi ndio huenda mnasikia hii maneno. Usikubali tu kuolewa kwa juu, mambo tu machache, muongee tu kidogo, alafu ati mmependana mnaenda kuoana. Chukua muda, ongea vizuri, ulizana maswali yote. Kama hujui maswali ya kuuliza, kuja tukupatia hayo maswali ambayo inastahili uweze kuyapatia majibu kabla uchaenda kusema yes I do. So wengine wanasema yes I do, alafu baadaye wanasema no I do. No. Alafu mambo yanaanza kuharibika katika boma. Tunaomba kwamba wazazi mpendane sana,
Kwa vile mliamua kuingia katika ndoa, mpendane sana, mshikamane vizuri, ndiposa hata muovu anapowaingilia hawezi kuwapata kwa urahisi. Jambo jingine tulishauriana na wazazi ni kwamba muweze kulinda siri zenu, muweze kulinda siri zenu. Matatizo mlio nayo msiyamwage nje, msiyamwage nje. Waswahili wanasema usimwage mtama penye kuku wengi. Simwage. Ndio, ndoa inaweza kuwa na changamoto, hatukatai. Ndoa inaweza kuwa na changamoto, lakini huwa hatusemi kwamba changamoto hizi usimwage kwa watu. Sasa ndiyo mambo itaharibika. Natakiwa ninyi wawili mupambane na changamoto zenu, mupambane nazo, mukae kwa meza, muweze kuziweka pale, mseme tufanyeje kwa hili jambo ambalo limetukumba. Wacha niwaambie, kama kuna watu wanaweza tatua matatizo ya ndoa, ni watu wawili peke yake, mume na mke. Hata mimi pasta nikiingia kuwashauri sitakuwa jawabu. Ninyi ndiyo jawabu, ninyi wawili. Hata iwe nini, ninyi ndiyo jawabu. So ninyi ndiyo mnaishi pamoja. Msipokubali kutafuta jawabu, basi mtahuzunika maisha yenu yote. Maisha ya miaka 90, 80 mtaishi kwa huzuni. Kwa hivyo kila mara jifunze kutafuta tatizo lenu, kupeana jibu. Tafuta jawabu kwa kila tatizo. Weka siri ya matatizo yenu na mtafutie jibu tatizo hilo. Kila tatizo liko na jibu. Hakuna tatizo kwa ndoa ambalo halina jibu. Hiyo nataka tuelewane vizuri. Hakuna tatizo ambalo utasema hii sasa imeshindikana, wacha ikae hivyo. Hapana. Hiyo itakuwa ni shida sana. Hiyo itakuwa sasa ninyi ndio shida. Ndoa haitakuwa shida. Ndoa sio shida. Ndoa ndoa haina shida. Ndoa ni nzuri sana. Wewe ndio una shida. Wewe ndio mbaya, si ndoa. Kuna wengine wanasoma ndoa ni mbaya, naona sasa ndoa hii inaendelea. No, ndoa sio ndoa inakupeleka vibaya. Wewe ndio unapeleka ndoa vibaya. Ndoa ni takatifu na ni safi na ni tamu. Watu wa Mungu, hakuna kitu kitamu kwa hii dunia kama ndoa. Hakuna. Mimi nimeonja utamu wa ndoa kwa miaka 40. 40 years. Na bado unaendelea. Kesho nitaondoka saa ngapi kesho? Naenda nyumbani. Bado uhakikisha nimetoka mapema usiku, ili nifike mapema. Ni lakini yani nakumbuka, siwezi kusahau vile mtu ananikaribisha. Akisema sasa tunawasiliana, namwambia nakuja. Nimefika Masori, nimefika Kapsabet. Anaanza kujiandaa ili kunipokea. So nikiingia tu kwa compound, amekuja kwa gate, ameninyunyuta kabisa. Haki ya Mungu, hakuna kitu kitamu kama ndoa kwa hii dunia. Ananinyunyuta, akishaninyunyuta anasema mzee, karibu, pole kwa safari, pole kwa kazi. Ninasikia vizuri, tangu inakimbia bwana, nasikia nafurahi. Mpaka saa hii bado tunanyunyutana. Sijui wewe mama, mzee wako anapotoka kule ameenda, pengine ametukanwa, pengine sijui amefanyiwa nini kazini. Kuna vituko vingi wanaume saa zingine tunafanyiwa, hata tukiwa mikutano kama hii tunatukanwa, nini, lakini ukifika nyumbani ukipokelewa, hiyo mambo mengine yote inaisha. Mimi nimeishi hivyo katika huduma hii, na hiyo ndio imenibariki sana. Mke ambaye ananikaribisha nyumbani ili niweze kufurahi pamoja. So sijui wewe umeweka misingi gani kwa ndoa yako? Mimi sijui umeweka misingi gani. Na watoto wetu ajabu ni kwamba wamezoea, hata nao unawakuta wananyunyutana. Watoto wetu so walikuwa wanatuona, hao vijana wangu wakubwa, mimi niko wanaume 4, niko na msichana mmoja. Wameoa hawa.
Sasa huwa anakuta pia wananyunyutana na wake zao. Walikuwa wanatuona vile tunanyunyutana na mama. Sasa nao wakafurahia sana. Wacha niwaambie wazazi, hakuna kitu kinapendeza mtoto anapoona mama na baba wananyunyutana. Ama mzee, unaonaje? Ukipata mama yako na baba wananyunyutana, unafurahi ama unakasirika? Sema jibu hata kwa microphone. Hakuna kitu itakusudia, utafanyaje? Watoto wanafurahi. Sasa watazoea nao, ili nao waende na hiyo, ndio tunakuwa mfano wazazi. Lakini sasa mzee anakuja anasema odi, mama hako jikoni anasikia odi hapa, anasema wacha tu apishe, si ataingia. Ama anatuma kinyonsendo, anatuma hii kakijana makamasi, ndio hii kamtoto makamasi amechikochelea, anatuma mtoto, enda uone dadi. Toka anakuja anakaribisha dadi na makamasi makocheo. Mimi sikatai watoto wasitupokee, hapana, lakini mama awe mbele. Huyu ni mume wako, si mwingine. Huyu ni mume wako na si mume wa mwingine. Huyu ni mke wangu na si mke wa mwingine. Hata nikibeba kwa mgongo, is my wife. Is my wife. Siwezi beba mwingine. Siwezi niita mke ni wa mtu hapa. Yangu nitanimuta ni kuamilia hata kama 10 hours. Nani atanikataa? Is my wife. Lakini nikipatikana nimekuamilia ya mwingine itakuwaje? Wazazi tuamue kukuamiliana, kunyunyuntana every morning, ndio utaona ndoa zetu zitapona. Wacha niwaambie, ndoa zetu zitapona. Weka siri yenu hiyo. Wacha kusambaza mambo mlio nayo kwa watu. Watu hawatakutatulia, wataongeza void, watu wataongeza shida. Watu wataongeza shida yako. Jambo la tatu tulionyana, tatua mambo yenu haraka. Msikubali tatizo likae. Likija likalie. Kula mshibe, shashiba. Kalia, msiende kulala, kaa chini mwelewane. Mseme hii tutafanyaje huyu mtoto, tutafanya hivi, tufanye hivi, tutamtendea hivi huyu mtoto. Kama analeta kiburi, wacha tuchukue hii hatua, ili hata discipline ya watoto mnakubaliana pamoja. Mnasema hii mtoto naona tumeonya yeye mara nyingi, sasa mama, what we do, kesho mama utaita hii mtoto kwa rumu hapa, ili tumueleze na tuone anahitaji viboko vingapi. So mama anaita hii kijana, anakuja. Sisi tayari tumekubaliana na mama ni viboko 4. Baba 2 na mama 2. Sio baba peke yake, ili isemekana ati baba leo mtoto anachukia baba, wewe mama unaonekana mzuri. Kama ni viboko 4 tunagawanya. Wewe mama unatoa 2, na mimi natoa 2. Kwa hiyo milima iko hapo nyuma. Hii milima ya mtoto hii. Natoa hapo, tunakuweka chini vizuri. Mama anakuambia lala chini. Alao mimi nasimama nafanya yangu 2. Na tena si ya kuchezewa. 2 kali. Ili mtoto ajue kwamba tulikuwa serious. Alao mama naye nikimaliza yangu 2, ambia kijana bado shikilia. Ichaisha mama achukua. Mama naye ana mwaga 2. Basi tunamwambia simama, keti hapa. Unataka tufanye nini kuanzia leo? Tunauliza mtoto swali, unataka tufanye nini kuanzia leo? Sababu kitu kimefanya umepata hii viboko, wewe ndio ulikubali na ukasema viboko 4 inanitosha. So unatakaje na hii maneno ambayo umekuwa ukifanya? Mtoto anasema mama, dadi,
I'm very sorry, hii maneno ndayaweka kando. Wazazi mtakuwa mumeshinda. Mtakuwa mumeshinda vita. Kwa hiyo kila tatizo, kama ni mtoto analeta tatizo, kaa chini muelewane kama wazazi mtamfanyaje. Ndio mnaweza faulu. Waefeso 4:26 Paulo anasema ya kwamba ndio mnaweza moyo wenu unaweza kukasirika, unaweza kuwa na uzito, lakini msiwe na moyo kama huo mpaka hata siku ishe, mpaka hata jua litue. Kama kuna kitu imekukasirisha, sio vizuri ukae na hiyo kitu mpaka jua litue, hata mpaka kesho. Sasa utalalaje? Utakuwa mgonjwa. Unalala ati hii kosa ilitokea, unalala unapinduka juu chini, unapinduka kulia kushoto, asingizi hakuna, mpaka unaanza kuwa na vidonda vya tumbo, kwa sababu wewe si mtu wa kuachilia maneno. Wewe ni mtu wa kuamilia tu maneno. Tatizo sijui mtu amekukosea, utaki kuzungumza, kulala. Sasa unaanza kuwa mgonjwa tena, mnaanza kutumia pesa kwa magonjwa ya tumbo. Hiyo ni mbaya sana kwa watu wa Mungu. Waefeso ilikuwa inasema hivyo, si ndio? Naam. Inasema ati muwe na hasira. Muwe na hasira, alafu msitende dhambi, alafu lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Jua lisitue kama bado uchungu mko nao. Haitakikani hivyo. Haitakikani namna hiyo. Jambo jingine tulionyana na wazazi ni kwamba tupendane kwa vyovyote. Tupendane kwa sababu upendo unasuluhisha mambo mengi. Kimpenda mkeo anapoonyesha udhaifu, huo upendo unamsaidia ule udhaifu. Unaona? Upendo ni una nguvu sana. Upendo una nguvu. Hii ndio sababu Mungu alitupenda mpaka akaamua kutuokoa. Kama sio upendo huo, na hakutuokoa tukiwa wabaya. Yesu hakumwaga damu msalabani tulipokuwa wazuri. Au mpende mke wako kwa sababu yeye ni malaika. Hapana. Unampenda mkeo jinsi alivyo, ndio utamsaidia. Kitabu cha Warumi 8:5 inasema nini? Mungu alitupendaje? Biblia inasema ama hata Warumi 5:8. Soma hiyo, vitabu yote ni vina upendo wa Mungu, lakini soma 5:8 inasema bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi. Alionyesha wakati gani? Kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu. Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Bwana asifiwe. Kristo alitufia tulipokuwa tungali wenye dhambi. Kwa hivyo mume kumpenda mke au mpende wakati anafanya tu mazuri, no, hiyo sio upenda. Kumpenda mkeo ni kumpenda wakati wa mvua na wakati wa kiangazi. Wakati anaonekana amekuwa mdhaifu mahali, upendo ndio unabaki ili uweze kumuokoa mke wako. Mama, unapopenda mumeo au mpende wakati analeta chakula tu, wakati anafanya mambo tu mazuri. Hapana. Unampenda mume wako hata anapopungukiwa. Nimekutana na mama mmoja juzi kule Elgon ambaye nilistaajabu sana. Na ndio nikaona upendo kweli wa mbinguni. Iko watu wengine wanapenda Mungu sana. Huyu mama mzee kazi yake iliisha, treatment ilifanyika, kazi ikaisha. Mzee ana kazi, watoto wako shule, in fact karibu wote, watoto 5 wako college. Mama ni mwalimu. Sasa mzee hana mapato yoyote. Ikafika mahali ile pesa mzee alikuwa ameweka kidogo ikatumika na hao watoto ikaisha. Mzee akabaki hivyo. Sijui mama ungefanyaje mzee akiwa katika hali hii? Aleti chochote nyumbani, si kwamba anapenda. Gasi iliisha ghafla. Tulipoenda katika familia hii kuwaombea, nishukuru Mungu sana kwa huyu mama wa pekee, mama shujaa wa imani.
Alisema, pastor, hata kama mume wangu yuko hali hii, ni mume wangu na tutatembea naye siku zote, na watoto hawa wawili wako high school, hawa wawili wako the university, kuna mwingine ako college hapa Eldoret. I will struggle with all my energy. Maisha yangu nihakikisha hao watoto wamesoma, na nihakikishe huyu baba ya watoto wangu anakula pia vizuri. Bwana asifiwe jamani. Tuna watu wa Mungu, tuna wamama wa Mungu, wacha niwaambie. Na huyo mama amefanya hiyo kazi. In fact, juzi aliponipigia simu ananiambia, pastor, wale watoto ambao walikuwa college wamemaliza, wale wengine form 4 wamemaliza, sasa wamebaki tu wawili ili nimalize safari. Na mzee tumeamua tuanze ukulima. Mzee amepanda ndizi, amepanda miwa, wamepanda vyakula tofauti ili mzee apate kitu kutoka hapo. Nilipata juzi wamepanda ndizi nini, ili ya kwamba mzee atunze hii mimea. Mama anapo struggle kulipa school ya watoto wote school fees, mzee ana struggle kwa shamba kulima kidogo, wapate mboga, wapate vyakula ingine, hata apate sabuni kutoka hapo. Yaani mzee akabadilishwa kuwa kama mama kawa ndiye anayesimamia familia nzima. Kasema Mungu abariki huyo mama. Na kuna wamama wengine kama hao, na hakika hata hapa wako. Mungu huwa na watu wake wanaoelewa familia ni nini na jinsi ya kubebeana mizigo wakati wa hatari. Kuna watu wanabebeana mizigo, sio kudimandi kila wakati. Wewe ni kusema mume wangu sijui utanipa nini, sijui nini. Mizigo inabebeana, na lazima uelewe mambo ambayo yanakumba ulimwengu sasa na jinsi ambavyo tunaweza kufanikiwa. Tukamaliza tukisema ya kwamba wacha Mungu aweze kuwaongoza. Kama hamjasarenda ndoa yenu kwa Mungu, tafadhali wazazi wenzangu, surrender your marriage to the hands of God. Sasa tumefika wakati mbaya, shetani anaweza panga chochote kwa ajili ya ndoa yako, kwa vile anachukia ndoa. Niliwaambia ndoa ina uhusiano na Sabato. Ndoa ni pumziko, kama vile Sabato siku ya 7 ya juma, Jumamosi, ilivyo pumziko. Shetani anachukia hivi vitu viwili sana ambavyo vinamfanya mwanadamu apumzike. Kwa hivyo shetani hataki tupumzike, anaweza kuwaletea migogoro kwa ndoa na msipumzike. Nataka niwaambie hivi, unapoona mgogoro wowote unakuja kwa ndoa, ni shetani ameleta. Anataka msitulie, msipumzike, muhangaike hivyo mpaka mlango wa rehema uenda utafungwa, kama bado mnasumbuana, mnahangaika. Shetani anapoona watu wamepumzika na wamekusanyika hivi kwa ajili ya kuabudu Mungu siku ya 7 ya juma na mna hii bila mmeketi, msifikiri anafanya. Kama angelikuwa na uwezo, kama si malaika wa Mungu wamesingira mkutano huu, shetani angelitupa chochote hapa atuangamize. I want you to understand, my dear men and women. Tungeangamia haraka sana, lakini malaika wa nguvu wamesingira mikutano ya aina hii. Haleluya. Yes. Kwa hivyo tukimwalika Mungu kwa ndoa zetu, malaika wake watasingira. Wakati shetani anakuja kusongonya ndoa zetu, shetani akija kusongonya, unakuta malaika wako wanashika ile kijiti wanachoma. Na hiyo ndiyo siri ya ushindi katika ndoa. Karibisha Mungu kuwa wa kwanza katika ndoa yenu. Biblia inasema Yoshua akaambia Waisraeli, simchague leo katika familia zenu ni nani mtakayemtumikia. Kama mtatumikia miungu ya Waamori ambao babu zetu walitumikia ng'ambo ya mto, si muamue. Au kama ni Mungu wa mbinguni, kama yeye ndiye muumba wa mbingu na nchi, mkiamua kumtumainia na kumtegemea na kumtumikia, amua leo. Lakini mimi na nyumba yangu tamtumikia Mungu. Yoshua 24 mstari wa 15. Hiyo ni Yoshua alikuwa anaongea wakiwa pamoja, wamesimama na mke wake. Sema mimi na nyumba yangu tutatumikia Mungu.
Sijui wewe na nyumba yako umeamua kufanya nini? Wazazi wapendwa, tuko tunatumikia miungu kama unajua, wengine nikisema miungu, I don't know whether mna mawazo ya ndani ya kuelewa miungu tunayoitumikia. Miungu inaweza kuwa pesa. Yaani wewe katika familia kama hakuna pesa, amulali. Mama ni kisirani usiku kuja, baka anafanya blanketi kuwa na maji kwa machozi. Hata kwa sababu pesa hakuna, wataenda kufanyia mambo fulani. Wengine kwa boma kama watachipamba, sababu hiyo ni miungu. Sijui kama mnaelewa haya mapambo tunajiweka ni miungu. Unaposoma kitabu cha Mwanzo 35 na mstari wa kwanza hadi 4, inasema hii mapambo tunayojiwekea, hii vitu ya mikono, sijui inaitwa nini? Mnahitaji hii vitu ya mikono, hii watu wanaweka kwa mama, mnawekanga kwa mikono. Mipango unasema nini? Hakuna jina. Hii vitu unakuta vijana au mama hata wazee wameweka vitu kwa mikono, vingine wanaweka kwa shingo necklace, vingine wanaweka kwa masikio. Hiyo vitu yote, hizi nywele za kigeni tunanunua, hiyo vitu yote inaitwa miungu. Kuna wengine katika familia mmepoteza pesa nyingi kwa kuabudu miungu. Si mimi nasema, Biblia. Msomaji si usome basi kama nasema uongo. Soma kitabu cha Mwanzo 35 mstari wa kwanza hadi 4. Inasema sikia. Mungu akamwambia Yakobo, ondoka, panda uende Betheli, ukakae huko, ukamfanyie Mungu madhabahu huko, yeye aliyekutokea ulipomkimbia Esau ndugu yako. Mstari wa 2, Yakobo akawaambia watu wa nyumbani mwake. Yakobo aliwaambia watu wa boma lake, nyumba yake, akawaambia nini? Waliokuwa pamoja na hata watumishi wake akawaambia, ondoeni miungu mingine iliyoko kwenu. Ondoa miungu mingine iliyoko kwenu. Mjisafishe, mkabadili nguo zenu, mkabadili mavazi, tuondoke, tupande kwenda Betheli, nami nitamfanyia Mungu madhabahu huko. Yeye aliyenisikia siku ya shida yangu, akawa pamoja nami katika njia yote niliyoienda. Ni mzee anayetoa mwelekeo, kwa sababu sisi wanaume ndio makuhani wa boma. Twende mtoto wangu. Mstari wa 4, nao wakampa Yakobo miungu migeni. Wakampa Yakobo miungu migeni yote iliyokuwa mikononi mwao, na pete zilizokuwa masikioni mwao, naye Yakobo akazificha chini ya mwaloni uliokuwa pale Shekemu. So wengine wamepoteza pesa nyingi katika familia wakiabudu hii miungu. Sasa wazazi wa Mungu ni wenu. Kama pesa za Mungu zitakuwa zikitumika kuabudu miungu ya pete za masikio, nini ya mikono, bangozi wapi, nini rangi za kujipaka, ni yani hii yote ni miungu tunayotumikia. Na neno la Mungu linatuelekeza vizuri sana. Kwa hivyo wacha familia zetu wazazi siweze kumtumikia Mungu, tusitumikie miungu mingine. So tunaposema usiwe na miungu mingine ila mimi, wengine wanafikiri ni miungu ambayo iko mbali na ila hali iko kwa nyumba. Hata wengine wana sanamu ziko kwa nyumba wanatumikia. Juzi nimeonya wazazi wasipoteze pesa kwa vitu ambavyo huenda si vya maana. Nikatoa mfano wa Wakamba wana ujuzi wa kuchonga hii vitu inaitwa ni vinyago. Wanachonga vinyago, wanakata mti, wanachonga kinyago vizuri, inafanana kama giraffe, inafanana kama elephant ama kama paka. Wakisii pia nao wako na ujuzi wa kuchonga hii inaitwa soft stone. Iko kwetu hapo karibu. Soft stone hii inatoka Kisii, iko karibu na kwetu. Ukitoka tu kwangu hapo ukiteremka
unapata hiyo milima iko na soapstone karibu Tharaka hapo. Sasa huwa tunaenda hapo, tunalima, tunatoa hiyo mawe, tunachonga, tunatengeneza vitu kama watu, vitu vingi sana, elephants and nini. Watu huwa wanakuja kununua, wazungu wanakuchanga hapo kwetu kununua, hata wengine kutoka hapo wanakuja. Sasa ukiingia kwa nyumba ya watu wa Mungu, unakuta hivyo vitu vimejaa hapo kwa mesa fulani. Wamevipanga hapo kwa mesa. Wamevipanga kila asubuhi watoto wanapoamka, hiyo ndio vitu wanaona. Hakuna hata picha za Mungu hapo za Yesu nini. Wanaona, watoto wanaona hiyo vitu. Yaani hiyo vitu inakaa kwa mawazo ya watoto. Vitu ambavyo vinachukua ni gharama kubwa. Hiyo ukinunua hiyo elephant moja si mchezo. Huwa ni gharama sana. Sasa wengine pesa nyingi inaenda hapo. Kama unanunua kamoja, sinunue kamoja tu wewe. Wengine wanaenda mpaka Mombasa, wanaleta ile nyumba ya konokono kubwa. Nyumba ya konokono kubwa wanaweka hapo kwa meza. Alafu majini wanakuja kuishi ndani. Siku nyingine nikihubiri Mbale kule Uganda, mwanaume mmoja akakuja akilia, "Pastor, kuna vitu inapiga mimi kwa nyumba." So nilipoenda kuomba kwa hiyo nyumba tukiwa na mchungaji mwenzangu, tukamwambia, "Hii nyumba yako wewe ndio umejiletea shida. Kuna vitu ambavyo inatakiwa uondoe hapa. Vitu vingine kama hivi vinaleta mapepo wanakuja kuishi." So ikabidi tubebe hii nyumba hizi zote za konokono alikuwa ameleta hapa. Tukatoa, kuna mnyama alikuwa ameweka chini ya kitanda. Mnyama kama hii mnyama anakaa ndani ya maji, huyu ni mamba, kama mamba. Kuna mnyama alikuwa ameweka chini ya kitanda kama mamba. Huyo ni baba. Wewe kumuuliza hii kitu uliweka ya miaka, akasema hii ni kutoka kwa babu wamekuwa wakianda over. Sasa waliniambia over kwamba ndio inalinda maisha yetu kwa hii kisasi, hii klani yetu. Oh, wewe ndio umeweka, kwa hivyo unataka kuendelea kuweka na hii mapepo iendelee kuwatwanga hapa. Sasa amua. Waliamua kunipa hiyo, wakanipa na hiyo ingine. Wakasema tuchome hapa nje tuombe, alafu hii tatizo linawakumba hapa liishi. Mnaamuaje? Kasema pasa hapana, baba peleka mbali. So tulibebana na hii nyama na hii konokono hii tukapeleka huko town Mbale huko, tukaenda kuchoma. Ndio hii familia ikapona. Watoto wa Mungu tumejiletea taabu sana. Nikiwa Migori mkutano, mzee anakuja analia, "Pastor, majini wanatusumbua. Mapepo wanatupiga kwa boma. Wanapiga watoto, sasa tufanyeje pastor?" Huyo ni chache elda ukumbuke, na mama ni deaconess. Nikamwambia, hii vitu inatoka wapi? Na ninyi ni watumishi wa Mungu kwa kanisa. Wenda kuna kosa mmefanya. Kuna kitu, mapepo hayawezi kuja kupiga watu wa Mungu bure. So mnieleze, hebu haya mapepo ilikuwa inafanya nini? Wakati mama anapika chakula, mapepo wanakuja, wanachukua. Wanatoa kwa moto, wanaona inaenda. Wakati mwingine wanaleta mchanga, wanambwaga kwa ugali. Mama anapokoroga ugali, wanambwaga mchanga ndio kwa sufuria. Wakileta mesa, wanaacha hivi, wakileta kwa mesa mboga, ugali, wanaona hiyo vitu inaenda kabisa, inapelekwa tu. Kasema, "Pastor, tutafanyaje? Tumeumia." So nikamwambia nitakuja kwa siri, kwa sababu sitafichia hii taabu yenu, na ninyi ni wazee na watumishi wa kanisa. Nitakuja kwa siri asubuhi sana, ili mniambie ukweli, mmefanya makosa gani. Of course mwisho, kumbe mama ndiye alipewa necklace akaweka kwa duka. Ndio imesababisha hiyo taabu yote kwa nyumba. Alafu kuna kitu pia alipewa akaweka chini ya mattress. Mama deaconess liongea mpaka wakakubali, mama akaamua kutoa hiyo vitu. Na tulipochoma hiyo mapepo yaliama hapo. Wazazi, kwa nini tujiletee taabu sisi wenyewe? Unashindwa kwa nini watoto wako hawakai vizuri? Kwa nini mambo inaenda mrama kwa boma? Kumbe ni miungu umeweka kwa boma. Kwa nini watoto wetu wanapokuwa wakubwa hawakai na nguvu ya kiroho katika maisha? Kumbe wewe ndio unaendelea kuwachafua.
Vile niliwaambia asubuhi, vile mama moja amechafua msichana yake mdogo na wengine wengi. Sasa una expect huyu mtoto hii miungu umemwekea, si ndio ataabudu the rest of our life? Ndio atategemea? What do you want? What do you want to tell me? Tunaweza fikiri tunaabudu Mungu na kumbe tunaabudu miungu. Wazazi, tafadhali tumwalike Mungu 100% achukue ushukani wa boma zetu, ndio tutakuwa salama. Tuondoe miungu yote, tubaki hivyo, ndio itakuwa vizuri. Wanaambia hata wanakwaya, mnapokuja kutumika kwa mikutano kama hii, make sure mko kwa uniform. Make sure mko kwa uniform, kwa sababu ukivaa vitu vingine hatujui kama ibilisi anaweza haribu mikutano. Vaa vizuri, uniform. Hakikisha mko, hakuna mtu anauliza swali. Mko uniform, akiangalia huyu ni sawa na huyu. Kiangalia huyu, hata viatu kama ni nyeusi, vaa nyeusi. Hii wote kama ni nyeupe, vaa. Kutumika katika huduma kama hizi. Hizi huduma mara nyingi huwa ni hatari sana wakati ambapo tunafanya kazi nje namna hii. Hiyo inakuwa utumishi mwema. Muwe na uniform kutoka kichwani mpaka kwa nyayo. Kwa toe ni kidole gumba. Kama sivyo, confusion inaingia katika huduma. Nilishauri vijana sana kwa siku 3. In fact, nilichukua muda mrefu kwa vijana kwa sababu shetani anawachukia sana. Shetani anawanyemelea vijana wetu kuweza kuwapotosha. Nilichukua siku 3 kushauri vijana wetu ili ya kwamba mjue msichukue hatua ambazo zinaweza kuwaletea shida baadaye na iwaletea uchungu katika maisha yenu ya ndoa. Kaongea na vijana tukasema, kabla hujafanya mpango wowote kuhusu ndoa na kuanza mambo ya uchumba, urafiki, hakikisha mmeshauriana na Mungu, kwa sababu Mungu ndiye mwenye siri zote za ndoa. So vijana, kama unataka ufanikiwe kwa ndoa, karibisha Mungu, muulize Mungu, nifanyeje hapa? Yeye ndiye anajua siri. Alafu tunawaambia hata kama utapata rafiki, wale vijana mmekomaa, mnataka kuolewa na kuoa, huyu rafiki umepata, hakikisha umemuelewa kiasi kikubwa. Umchunguze. Wengine huwa wanatuuliza, sasa basi nitamchunguza namna gani? Nitajiwaje? Si Mungu atachunguza yeye. Mungu uchunguza moyo. Mungu ndiye anajua moyo wa mwanadamu. Kwa hivyo msichana wangu, wacha nikwambie, ukiwa msichana mwaminifu, Mungu atakuchunguzia moyo wa mwanaume. Na utastaajabu vile Mungu atakufunulia. Hata kwa ndoto Mungu atakufunulia. Hiyo ni mambo yanafanyika kwa vijana wengi waaminifu. Wengi nikiwapeleka hapa na pale mtapata ushuhuda wa ajabu. So, vijana, wasiliana na Mungu. At every stage, mwambie Mungu, ninatosha kuolewa. Tafutia mimi mtu. Biblia inasemaje? Kitabu cha Methali 19:14. Inasema Methali 19:14. Kama sijakosea. Kitabu ni Methali 19:14. Inasema nini? Nyumba na mali ni urithi apatao mtu kwa babaye. Ati mali na nyumba ni urithi mtu anapata kwa baba yake. Bali mke mwenye busara, mtu hupewa na Bwana. Haleluya vijana. Amen. So msichana wangu, kama utapata mtu, haki Mungu atakutafutia. Amen. Kwa hiyo wewe usihangaike. Wewe tulia mikononi mwa Mungu. Nikikualika Eldoret kuja uhubiri. Amen. Uenda Mungu atakuwa pale. Yes. Huwa tunashauri vijana wetu waende kazi ya Mungu. Na Mungu atakupatia mume ndani ya kazi yake. Haleluya. Ndani Mungu hawezi patia wewe mwanaume uko msituni, uko kwa club, uko wapi.
Hapana. Mungu ana store ya wanaume kwa nyumba yake. Mungu hapo na store ya wanaume wazuri sana. Kwa hiyo ukimtumikia Mungu hapo, basi Mungu atakupa, atakuchagua, aseme huyu ndiye anastahili awe mume wa huyu ndiye anastahili kuwa mke ya huyu. Mungu atawaliorganize. God will sort you out, young people. Hallelujah. God will sort you out, and if you don't believe it, that's your own problem. That's your own problem. Lakini wale vijana wametembea na Mungu, they can tell you, sijui mama, huyo mume unaje, mlipatanaje? Kuna mama anaweza toa ushuhuda hapa. Ulimpata wapi? Mmenyamaza kwa nini? Anaonekana mko na taabu. Mimi pastor niliota mke wangu mapema kabisa. Nilipopiga magoti siku moja wakati nilikuwa nakaanga mboga, nimetoka darasani kufundisha. Mimi ni mwalimu professionally, so kapiga magoti nikaambia Mungu, mafuta iweze kunichoma hivi, lazima nipatie mtu. Siwezi chomeka hivi kila siku. Sijui alama hiyo iko wapi. Hiyo ilikuwa mwaka wa sijui ilikuwa 85. Nikachomeka mahali nilikuwa natafuta hiyo alama, sioni, nafikiri nimepona. Kaambia Mungu, no, you cannot do me this way. I'm your servant. Mimi ni kijana wako. Nimekupenda. You must give me a wife. Nikalala usiku mmoja nikaota juu ya msichana fulani, mimi sijawahi kumuona, lakini nikimwona tukiwa darasa kanisani, alikuwa akifundisha. Kashindo huyo ni nani? Nikawaachana hizo ni ndoto, nikasema ni ndoto. Lakini do you know that God is my wife today for 40 years. Yule niliona akifundisha kanisani. Mungu hawezi patia wewe mume out of the church kama wewe ni mwaminifu. Mungu hawezi fanya kosa kama hili. Vijana wetu wa kiume, Mungu hawezi kukupatia mke out of his house, kwa sababu wanaume wake wanapatikana hapo. So ndio nikaambia vijana wiki hii, surrender to God. Kama wewe msichana utajifunza kuwa mwaminifu kwa Mungu, amua uwe mwaminifu kwa Mungu. Sio kuacha mwili wako uchezewa na wanaume ndio ati uonekane unapendwa na ndio upate mwanaume. No way. Hakuna njia ya aina hii. Jana anakuambia kama unanipenda si unigive. Umugive, okay. Mugive na utaona kwamba upende. Vijana, I wish you can understand this secret of beginning a family. Jambo jingine vijana wangu niliwaonya ni kwamba hakikisha mnakubaliana na yule mnataka kuoana naye kwa mambo ambayo muwe uniform kwa mambo mengi. In fact huwa tunasema over 70%. Over 70% muwe uniform na huyu ambaye mna uhusiano naye. Yule unayemchumbia muwe katika hali ya uniform. Tabia yenu muone kwamba inaenda sambamba. Kama ni saa ya kufika kanisa, saa yenu at least iwe ni sawa. Kama wewe msichana unapenda kufika kanisani saa 2, hakikisha Mungu anakupa mtu anafika pia mapema. Kwa nini? Ukioa yule anakuja saa 5 kusikia tu sermon, imani yako itafurutwa nyuma. Utaanguka. Ndio sasa zingine unaona vijana very active, lakini wakioa wanatembeza, yani wanaanza kuchechemea kiroho, wanaanza kuwa dhaifu, hawakuji kanisa tena vile inatakikana. Inatakikana ukioa kama kijana wa kanisa, sasa mnashikana na mke wako na mume wako, mnakuwa baraka kwa kanisa, mnafanya kazi kwa bidii kanisani. Lakini sasa unaolewa alafu unaisha. Unaoa alafu unaisha nguvu.
Sasa kama kijana yangu Dennis, mhubiri wetu, sijui Dennis, uombe Mungu akupe mtu mzuri ambaye atakusaidia kwa ministry, ili ukipotea miezi 6 ana shida, anapiga magoti kukuombea. Miezi 6 ukihubiri Injili, unatoka hapa kienda hapa. Sasa unaona vile tunatoka hapa, hatuendi kukaa tena, tunaenda tena crusade nyingine. Lakini lazima nipite nyumbani kwanza, mama anibariki, alafu ndio niende, alafu tutaonana mwezi wa Januari ama mwezi wa pili, sababu ya huduma hii. So omba Mungu akupe yule mtu mnaweza kumachi pamoja. Kama ni utumishi, muweze kufanya utumishi pamoja. Hiyo ndio tunafanya. Hali yenu ya kimwili, muwe watu mmekomaa. Usiolewe ukiwa kinyonzendo, utasumbuka. Magonjwa yatakusumbua baadaye. Magonjwa ya kansa, saratani itakuletea shida sana ukiolewa ukiwa mchanga. Ukiwa msichana mdogo, ukiolewa utaletewa shida. Sio tu kuolewa, bali ukianza kushiriki ngono ukiwa msichana mdogo, ukifika miaka 40-45, kansa ya kitofu cha uzazi inaanza kuchipuka. Hiyo ni wazi, huwa tufichi watu, hata wataalamu wa afya wanajua hiyo. Hata vitabu vimeandikwa, wale mnasoma vitabu. Any young girl ambaye anaingilia mapenzi akiwa chini ya miaka 21, kuna kansa mbalimbali zinamsumbua akiwa mtu mzima. Hiyo hatutaki kuficha, lazima tuambie watu wa Mungu ukweli. So wasichana wetu wadogo, tunza maisha yenu. Sikubali mwanaume yeyote kuguza maisha yako kama bado hujakomaa. Ni hatari kabisa, ni uchungu. Huo uchungu utaujua baadaye. Kwa hiyo usifikiri unafanya mapenzi alafu furahi ucheke tulifanya na fulani. Siku moja utaanza kulia. Sasa utageuka kulia. Na ndio hivi vilio vimejaa katika dunia. Kama kuna ugonjwa unaua watu wengi wa mama, hata nani mtakuwa mashahidi wangu. Kama kuna ugonjwa unaua wa mama wengi duniani, ni ugonjwa wa saratani. Kama nasema uongo, wataalamu mko hapa, mnaweza kunikosoa. But that is the truth. Kwa hivyo wasichana wetu, kama mchaambiwa ukweli huo, mimi nimeamua niseme ukweli wa aina hiyo. So muhakikishe mmekomaa physically, mwanaume pia au amekomaa physically, ndio muweze kustahimili vishindo vya matatizo yanaujia huu mwili. Ukitendea vitu bado kama mwili ni mchanga, ukitendea mwili vitu ambavyo havichafika umri wa kutendewa, hiyo mwili utasumbua wewe haki na utaumia sana, na pesa nyingi zitatumika. Kutibu kansa si rahisi, ni gharama. Kila mara unapoenda hiyo therapy wanapewa, wewe inalipa ngapi? Just one time. Wengine inalipwa 49,000 just once kwenda kuchomelewa, tena next week 49,000. Hiyo pesa yote mtatoa. Kwa hiyo tusifanye vitu bila kuelewa nini iko mbele yetu. Vijana huwa sifichi Kenya hii ninapotembea na kwingine, naambia vijana ukweli. Kama kuna watu siwezi ficha, wazazi wenzangu, kama kuna watu siwezi ficha ukweli, ni vijana. Wanawaambia wazi kabisa, peupe, na waambia ukifanya hii mavuno ni hii. Sasa ni juu yako uamue, enda ufanya ama usifanye. Hii itatokea hivi, ili vijana muamue mapema katika maisha yetu. Usually vijana, sikia, ubongo unaoshughulikia ndoa, the limbic system ya ubongo, ile limbic system ya ubongo ndio inashughulikia ndoa, inaitwa limbic system. Huwa inakomaa kwa wasichana kuanzia miaka 21 kwenda juu. Hao wasichana ndio wameanza kukomaa the limbic system. Wanaume wanaanza kukomaa limbic system wakati wanaume wamefika miaka 25.
Kwa hivyo kama wewe ni mwanaume, kijana wa kiume, unaanza mambo ya mapenzi, hujafika miaka 25 ili limbic system yako ikomae, basi unaanza kuwa na shida ya kuwa na mchanganyiko wa ndoa yako. You will get a confused family because your limbic system will be confused. You will do what we call paralyze. You paralyze your limbic system when you begin kufanya vitu ambavyo wakati wake utafika. Neno la Mungu linasema kila jambo lina nini? Lina wakati wake. Kuna wakati wa kuzaliwa, kuna wakati wa kufa, kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kuvuna, kuna wakati wa kuoa, kuna wakati wa kufa pia na kukaa na kuzaa watoto. Alafu naambia vijana wengine, msichana, kwa nini uzae mtoto nyumbani na wewe uko na akili na macho? Ayua wewe ya kwamba unapofanya hivyo kwa saa hii ni hatari. Kuna uwezekano usiolewe. Kwa sababu wanaume vijana unaona hapa huenda hawata propose kuoa msichana ambaye amezaa nyumbani. Kuna wasichana wengi hawajazaa, kwa hivyo wewe ukicheza ukiwa na bahati mbaya utachiletea ile shida ambayo huenda utaisuluhisha kwa urahisi. So chunga maisha yenu, watoto wangu wasichana. Mara nyingi mnaumia, mnawawa. Tumepoteza wasichana wengi Kenya hii sana kwa sababu ya mapenzi, na tena mnauliwa na hao wanaume wanaowaambia kwamba wanawapenda kama ndizi ambayo imeiva. Kwa hivyo kaa chonjo sana. Mwanaume yeyote asikudanganye, na usikubali mwanaume kukufananisha na sweet banana. You are not a banana, you are a human being. Sawa, anakudanganya, unajua siwezi lala ninapokukumbuka, na saa hii analala. Akimaliza tu kupiga simu anaanza kungoroka. Ndio anasema hata naweza fuka bahari nikuje mahali ulipo. Alafu anasema hata kama inanyesha nitakuja ikinyesha. Alafu anamaliza message akisema saa hii inanyesha, wacha tuongee kesho. Chunga uongo ambao unatoka katika vinywa vya watu. Vijana waaminifu wa kiume huwa wasemi uongo. Huwa hawana maneno pengine yanayopendeza sana. Sisi vijana wa kiume ambao ni waaminifu huwa hatuna maneno mengi. Hatuna. Nikikwambia nakupenda Jennifer, nataka nikuoe uwe mke wangu siku moja, I mean it. Sisi hatuna maneno mengi ya kusema you know Jennifer, nimeona miguu yako ni mizuri sana. Nimeona kichwa yako ni kama yangu na mambo kama hayo. Sisi hatuna vitu kama hiyo. Wasichana mara nyingi uniambia ninapofanya seminar nao, nasema pastor, hii vijana yetu wa kiume wa kanisa they are very dull. They are very dull, yani hawachangamki. Mnataka tuchangamke namna gani? Sisi ni watu wa Mungu, hatuwi wazimu, sisi sio wazimu. Tunaenda pole pole. Nakwambia tuombe kwanza ndio tuongee. Kumbe mtaki tuombe. Mtaki tuombe ndio tuongee, alafu tusome lesson. Alafu tusome unabii. Tukimaliza tu au asikusema unabii ndio sasa tuanze kuongea vile tutaoana. Utapenda? Ndio wanasema ati sisi vijana wa kiume hawapendezi. Sasa wa dunia ndio wanapendeza. Ninyi mwende basi. Sisi Mungu atatuletea wetu hapa. Mawazo yenu pia yawe mamoja. Niliwaambia waliponiuliza habari ya education, kuna vijana juzi wameandika swali, nikawaambia it's good to consider education kwa sababu imeumiza pia familia. Ukioa mtu ambaye mko na standard moja ya education ili iwe rahisi kumanage. Sasa wewe ukiolewa na mume ambaye hakuenda shule na wewe umemaliza PhD, wageni wa kukutembelea ni wale wa PhD. Sasa mnapoongea Kiingereza yenu alright, okay, mwanaume anafikiri mnamsengenya. So ni muhimu kuwa na standard fulani katika elimu yenu ili iweze kuwa rahisi kusukuma gurudumu la ndoa yenu kama vijana. Muoane na mtu ambaye mnapenda Mungu pamoja. Kama wewe ni msichana Mkristo Mwadventista wa Sabato, wewe pia
kubali yule ambaye pia ni Mwadventista wa Sabato anayependa Mungu kama wewe, sio kujifanya. Vijana wengi wamejifanya hivyo na maisha yachaenda vizuri. Jamani, tunazidi kulia. Oa mtu ambaye mnaelewana kiroho. Oa mtu mnaelewana kiroho, ndiposa mtafanya hata maombi pamoja nyumbani, because the family, mume na mke, husband and wife ambao wanaomba pamoja, wanashikana pamoja. Mara nyingi vita inapokuja huwa si rahisi washindwe, kwa sababu wanaomba pamoja. Wanasoma neno la Mungu pamoja na wanaomba pamoja. Si rahisi vita iwashinde. Lakini sasa unakuta wewe ni Mkristo Mwadventista, unakimbia unaoa tu msichana yeyote ama mwanaume yeyote. Hapana, hiyo itakutatiza sana, itakuletea balaa. Mniruhusu pia nitoe onyo hili ili ya kwamba muelewe safari ya ndoa, aidha itakupeleka jehanamu ama ikupeleke mbinguni. Tusije tukacheza na ndoa. Tuhakikishe tunaelewa vile Mungu anavyotaka. Tuliposoma, nakumbuka ilikuwa kitabu cha Malaki chapter 2 verse 14, ambayo inasema juu ya agano. Nasema juu ya agano katika ndoa. Biblia inasemaje kuhusu agano hilo katika ndoa? Inasema, vijana sikia, na pengine wazazi wale ambao hamjafanya hatua kubwa katika ndoa zenu, muelewe vile Mungu anasema. Biblia inasema Malaki 2:14, lakini ninyi mwasema ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Bwana amekuwa shahidi kati ya wewe na mke wa ujana wako. Mungu ndiye huwa shahidi kati ya mke na mume katika ujana wenu, uliyemtenda mambo ya hiana, angawa yeye ni mwenzako na mke wa agano lako. Nilitaja hii statement na ikawa wengi walikuwa wachaielewa. Kulingana na hili neno la Mungu, mbinguni huwa inashughulikia sana ndoa. Mungu ndiye anakuwa shahidi watu wawili wanapooana. Alafu katika hiyo ndoa ni lazima agano lifanywe. Na agano linapofanywa linawahusisha watu watatu. Ndoa ambayo itahusisha watu watatu haijakamilika. Sikia wapendo. Mungu anasema lazima wafanye agano na yeye awe shahidi. Ni nini neno la Mungu linamaanisha? Sijui kama una kalamu. Una kalamu? Wale mna kalamu? Kuna yeyote ana kalamu? Hamna? Ili nimwambie achore kitu. Naona kuna mzee anasema pasa mimi niko na kalamu. Nichore nini? Kuna hii mchoro uko na kona tatu inaitwa nini? Hii triangle. Chora triangle mzee. Chora triangle hapo kwa hiyo karatasi. Na yeyote aliye na kalamu, chora triangle. Sasa ukija chora triangle, hii kona moja ya kulia hapa chini, hiyo kona ya kulia andika man. Andika mwanaume. Alafu hii kona ya kushoto andika mwanamke. Hiyo kona ya juu mnafikiri nani hapo? Ati God. Yes. Sasa hivyo ndivyo ndoa inakuwa complete na inakuwa chini ya ulinzi na uangalizi wa Mungu. Huyu mume na mke hapo chini mnisaidie lugha. Huyu mume na mke hapo chini wanatianania, mnisaidie. Wanatianania. Ni nini hiyo pastor? Kutianania. Pastor anasema nani neno gani mtapata? Wanakulamia
kiapo. Huyu anaapa, akimaliza na huyu pia anafanya nini? Anaapa, yaani wanatianania. Nafikiri basi sasa wanatianania. Wakishatianania wanaapishana tena na nani? Na Mungu. Huyu mwanaume mpaka aape mbele ya Mungu pia. Anasema mpaka kifo kitutenganishe, ile amri ya Mungu inafanya nini? Inavyosema. Huyu mwanamke naye anasema mpaka kifo kitutenganishe, vile Mungu anasema. Basi kwa hivyo ndoa inakuwa complete. Ndoa inakuwa complete. Mwanaume, mwanamke na nani? Na Mungu. Ndoa yako iko hivi. Mlitianania mbele ya Mungu. Kama utafanya, ndoa yako itakamilika na itakubalika mbinguni. Sitaki kuwaficha wapendwa wangu, kwa sababu singependa tupotee, alafu mkuja kusema kuna pasta alifundisha familia na hako tuambie hii jambo. Kama ndoa yako itaicomplete hivyo, hakikisha umeifanyia. Kuna wale mlichukuana kwa barabara, mkaanza maisha na mmekuja kanisa, sasa inatakiwa mtengeneze, pasta atawatengenezea mpango ili muombewe, ili muapishwe mbele za Mungu, ili ndoa yenu iweze kukamilika. Usiendelee kukaa hivi. Don't joke. Sio mchezo. Mfanye agano mbele ya Mungu, pasta waombee, alafu ndio muende kuanza maisha vizuri katika nyumba yenu. Huwa tunahimiza wazazi kufanya hivyo, wahusishe Mungu. Kwa hivyo vijana, ninyi vijana mna bahati. Usianzishe ndoa tu hivyo. Lakini tena ukumbuke kuna hatari. Kuna nimeona msichana anakimbia kanisa, anaenda anaolewa, yeye alikuwa amebatizwa hapa, anaenda anaolewa na yeyote yule, na yule aende kanisa na yeye, alafu baadaye msichana anakuja kanisa anasema nilianguka kwa kuolewa, sasa nataka mnipatize vizuri tena niwe mshiriki. Sasa hiyo batizo haitakusaidia. Hiyo batizo haina faida kwako. Kwa nini? Sasa ukibatizwa tena itakubidi uende kwenu. Uwezi rudi tena kwa yule. Kwa sababu kama ulipokuwa Mkristo ukaolewa, sasa kama wewe ni kijana Mkristo, msichana, alafu uende uolewe tu na mtu yeyote, tusikie ile msichana alikuwa anatusomea amepotea. Sivyo ndio wanapotea? Wewe ulipotea hivi? Ati umepotea. Ukifika huko kuna kanisa hapo kando, unasema pasta, uliangukaje? Niliolewa tu bila kufuata mpango wa Mungu. Sasa nataka mnipatize tena. Sasa tukikubatiza tena utarudi kukaa na yule. Si utarudia ile dhambi. Si utarudia ile dhambi ulifanya. Unaenda kulala na yeye tena. Ubatizo haufanyi mtu kuwa mke ya mtu. Ubatizo haufanyi mtu awe mume ya mtu. Ubatizo ni agano kati yangu na Mungu. Nakufa na Yesu, nazikwa na yeye, nafufuka na yeye. Kwa hivyo msichukue ubatizo kana kwamba ndio unakupa license, ati ndio certificate ya kuishi na mwanaume bila kufanya agano na Mungu. Haifanyiki hivyo. Tuelewe hiyo vijana wetu, ili ya kwamba msifanye. Wale waliofanya makosa hayo, hakikisha umemwambia huyu mwanaume twende tufanye agano, twende tuapishwe. Hiyo utaelezwa vile itafanya. Mnaenda pale kwa ofisi ya serikali ili ya kwamba muapishwe, mwende kwa pasta awapigishe magoti, awawekee mikono, ndio mpone katika ndoa hiyo, ili Mungu aweze kukubaliana nayo. Wapenzi, naamini ya kwamba nimeaddress vikundi muhimu. Nimeongea na wazazi, nimeongea na vijana wangu ambao bado mko wachanga hivi. Mchukue hatua kali, mpende Mungu sana na kumruhusu aweze kuwaongoza. Mtu ambaye mnaweza kuelewana. Nilisema kwa nguvu sana, nilisema kwa nguvu, narudia hivi. Kijana, kama wewe ni Mkristo, mwenzako mlia na imani sawa. Kama wewe ni Muislamu, Muislamu mwenzako
ili mkipiga magoti mkiinama, nyote mnainama, Allahu Akbar, kichwa chini, nyote mnainama. Mama anainama kwenda huko, mzee anainama kwa. Hivyo ndivyo tunafanya sisi katika Uislamu. Kama wewe ni Mwadventista au Mwadventista mwenzako, mkiamka asubuhi kwenda kanisa, mnajua mnaenda kanisa, ili mkitoka mnatoka pamoja. Tukitoka kama saa hii, sika mume wako mkane mwende nyumbani pole pole, takuwa baraka sana. Kama wewe unapenda pombe, huo mwingine anayependa pombe, ili mfanye time table vile mtalewa. Hata kama muendi mbinguni, kwa sababu walevi hawaendi mbinguni kulingana na kitabu cha Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa 9 na 10, inasema walevi hawataona ufalme wa Mungu, wazinzi hawataona ufalme wa Mungu, waasherati hawataona ufalme wa Mungu, waabudu sanamu hawataona ufalme wa Mungu. So hata kama muendi mbinguni, mtafurahiana tu hapa duniani, mnalewa wote, mkikutana mnalewa, mnakitabika, mama anatabika huko, mzee anatabika huko. Mkiamka asubuhi mnaulizana ilikuaje, nasema ulitabika pale na mimi hapa, kila mtu anapangusa matabiko yake, alafu tena mnasema leo iko pombe iko happy. Hiyo ndio itakuwa tu smart, watu hao wataishi, alafu Yesu akicha wataenda jehanamu milele. Kwa hivyo watoto wa Mungu, jamani, Mungu atusaidie vijana wetu, watoto wetu wadogo, mlinde maisha yenu, mumtumainie Mungu, tuweze kuwa waaminifu kwa vyovyote vile. Na wazazi, wacha niwahakikishie, neno la Mungu linatuahidi wazazi walio waaminifu, watoto wao watabarikiwa. Watoto wao watabarikiwa. Mithali 20 mstari wa 7. Ninapojiandaa kuomba, kama kuna mtu ana swali la dharura, tafadhali uliza. Kama kuna mtu ana swali la dharura, ninaposoma hili fungu, usimame uliza hilo swali. Kama kuna mtu ana swali la dharura, anasema pastor, hii swali hii hatuwezi enda kama alichajibiwa, hii ni hatari, uliza. Soma mtoto wangu hilo fungu, Mithali 20 mstari wa 7. Biblia inasema mwenye haki aendaye katika unyofu wake, watoto wake wabarikiwa baada yake. Unaona, Mungu anatuahidi kama wazazi na hata vijana. Ukiwa kijana mwaminifu, Mungu ataprepare wewe kuzaa watoto waliobarikiwa. Lakini kama wewe ni kijana wa kuanyanya, wa kutembea ovyo, utazaa watoto pia ambao watakuwa wanatembea ovyo hata kukuliko. Watatembaka ulie machozi, unasema jamani, nani alizaa hii watoto? Si ni wewe? Wewe ndio uliwazaa. Na huu mwenendo wao ni ule wako. Tena wao watafanya mara 3 zaidi ya wewe. Guys, watoto wa makahaba ni hatari sana duniani. Ni hatari sana. Kama kuna kijana ameua watu wengi, kuna kijana ameua watu wengi sana duniani. Huyu kijana ameua watu zaidi ya 300, wanawake. Ameua wanawake zaidi ya 300, na huyu ni kijana wa kahaba. Ferisi anaitwa Felistasas, kijana wa kahaba. Kijana ambaye alizaliwa kwa mitaa hapa. Ameua wanawake 300 na zaidi. Mtoto ambaye anaishi bila wazazi huwa ni hatari sana kwa maisha yake. Akiwa hata hawa wanaume mnasikia ati ameua hapa university, ameua. Ukienda kufuatilia uliza, wewe msichana, kwa nini unaua huyu kijana? Wewe kijana, kwa nini unaua mpenzi wako? Ukifuata amezaliwa wapi, utakuta aidha ni mtoto aliyelelewa na mzazi mmoja na mwingine au ama ni mtoto ambaye alizaliwa na ajui baba yake ni nani, na ama alizaliwa na kahaba. These are very dangerous people katika dunia hii. Usikubali kuzaa mtoto asikae na baba yake. Usikubali. So ni onyo kwa wazazi na kwa vijana wetu pia. Tutunze maisha ya familia. Ni muhimu sana. Enda soma hizo hadithi za watoto hao ambao wanafanya haya maajabu katika Kenya yetu. Utapata ukweli wa maneno na utakubali hii statement ambayo niwapatie. Jamani, watu wa Mungu, naomba kwamba neema ya Mungu itutoshe tuweze kwenda turekebishe mambo katika jamii zetu, tukaribishe Mungu, ndio Bwana aweze kutuneemesha
na aweze kutufanikisha tunapojiandaa kwa ajili ya harusi ya mwana kondoo, tuwe tayari kumlaki Bwana wetu. Kuna mtu alikuwa na Baba na Mungu wetu uishie milele, asante sana kwa ushauri wa neno lako, jinsi ambavyo unavyojali maisha yetu ya familia. Mungu wa mbinguni, tuko na hakika jinsi shetani anavyochukia familia, na kwa hivyo tuwaomba ulinzi wako. Tunajua kwamba shetani anaelewa akiharibu familia atakuwa ameharibu ulimwengu mzima. Akiharibu familia atakuwa amezuia ulimwengu kuishi milele pamoja na Yesu. Anajua kwamba hatutakulaki mawinguni kama familia zetu ziko na shida. Kwa hivyo Baba, kwa sababu ya neema yako iliyo kuu, ulitupenda hata tulipokuwa wenye dhambi, tutakukaribisha kwa ndoa zetu. Mungu tusaidie. Kina baba, utusaidie tujue sisi ndiyo makuhani katika familia zetu, ili tuweze kuwa na mpangilio kambambe wa kuweza kukuza familia zetu kiroho. Bariki wa mama, waelewe ndiyo malkia wa kusimamia mambo yote katika idara za familia, kuhakikisha mambo yanaenda sambamba. Bariki vijana wetu Mungu na watoto wetu wadogo wanaokuwa, ili wakuheshimu na kukutumainia na kujua kwamba kwako kuna ushindi. Kuna vijana wetu wamekomaa, wanahitaji kuingia katika ndoa. Mungu, naomba wapatie wapenzi watakao safiri nao kuelekea ufalme wako. Asante Baba kusikia maombi yetu na kuyajibu, katika jina la Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Bwana mwema, wabariki sana.